Safari ni kesho kuelekea kule visiwani Zanzibar, na mengi yamezungumzwa kuhusiana na wachezaji ambao wapo kwenye timu za taifa. Labda pengine Ali Shabani Kamwe lifafanue hili kwa wachezaji ambao wako bado na timu za taifa na wale ambao wameshafika. Safari hii itakuwaje kuelekea pale visiwani Zanzibar, ikiwa ni kesho saa 3 asubuhi boti inaanza safari kutoka Dar es Salaam kuelekea hapo visiwani Zanzibar. Vipi kuhusiana na wachezaji? Wachezaji ambao walikuwa kwa jukumu ya timu ya taifa ya Tanzania tayari wamesharejea nchini na watakuwa sehemu ya wachezaji katika wale ambao wamebakia wakati timu za taifa zilikuwa zikicheza kuwa kwenye safari hiyo ya siku ya kesho kuelekea visiwa vya Zanzibar. Lakini safari ya kesho itawakosa baadhi ya wachezaji ambao wao kwa mujibu wa ratiba wana majukumu ya mchezo mwingine kwenye mataifa yao. Kwa mfano, mchezaji kama Prince Dube, mchezaji kama Celestine Ekua, mchezaji kama Lassine Kouma, wote hawa watakosekana kwenye safari hii kwa sababu wana mechi ya kucheza siku ya tarehe 18 kwa mujibu wa kalenda ya FIFA. Lakini wachezaji hawa tumeshafanya maandalizi yote na maandalizi yameshakamilika in terms of logistic ya safari kutoka katika mataifa ambayo watakuwa wanacheza straight kutoka huko mpaka Zanzibar. Hawatapitia hapa Dar es Salaam, watakuja straight kwenye visiwa vya Zanzibar kujiunga na timu na maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huu. Kwa ukiangalia kimahesabu hapo tutakuwa na siku tatu. 19, 20 na 21. Siku tatu kwa timu yetu yote kufanya maandalizi ya pamoja kuelekea mchezo dhidi ya FAR Rabat. Sawa, Ali Shabani Kamwe huyu akifafanua kuhusiana na safari ya kesho kwa Yanga Afrika kuelekea pale visiwani Zanzibar, na tayari tumefahamu aina wachezaji ambao watachelewa kujiunga na timu kwa sababu ya majukumu ya timu za taifa. Lakini je, inaweza kaleta changamoto kachero Abisai kwamba siku tatu za mwisho zile ndizo ambazo timu itakuwa kamili, lakini kuanzia kesho ni mwendo wa mafungu? Hii inaweza kaleta stress kwa Yanga Afrika kushindwa kupata ushindi kwa FAR Rabat. Siku tatu manake mechi tarehe 22 itakuwa Jumapili, 21 Jumamosi, 20 Ijumaa, 19 Alhamisi. Kwa hiyo ukichukua Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi ndio siku tatu. Ndiyo. Au unahesabu na siku tatu Jumapili? Hapana. Hiyo si siku ya mechi. Kuanzia Alhamisi. Kwa maana yake Alhamis, Ijumaa na Jumamosi, Jumapili kinapigwa. Jumapili, Jumamosi. Mechi 22. Yanga Jumamosi. Yanga ni Jumamosi Abisai. Tarehe hizi hapa. Simba ndo Jumapili. 22 Jumamosi. Okay. Kwa hiyo tunazungumza Jumatano. Kesho kutwa. Ndio. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi siku ya mechi. Kwa wachezaji ambao wanatoka Dube national team, sio? Ndio. Nadhani zinatosha. Zinatosha. Kwa sababu kwa muda huo vitu viwili tu wanavihitaji. Mapumziko ya safari ambao ni siku moja unaua yote. Alafu siku moja uui kwa kuto kufanya mazoezi. Mazoezi mepesi ya kuondoa uchovu na kuandaa mwili kwa kupokea mazoezi mengine. Okay. Kwa sababu siku tatu ni saa 72. Zinatosha kucheza mechi ukisafiri. Alafu uzuri kama Dube ni mchezaji ambaye yuko kwenye timu tokea msimu uliopita. Kwa hiyo kuna vitu vya kuelewana na wachezaji wenzake. Abisai umeanza bwana. Sasa Dube kuwa ndani ya timu kwa muda mrefu ndani ya Yanga ndo kuelewana na wachezaji. Wewe unaamini kaelewana na wachezaji wenzake ndani ya Yanga Dube? Sijasema, kwanza usiniongezee maneno. Sijasema muda mrefu. Nimesema tokea msimu uliopita. Na anacheza na hawa kwa 90%. Kwa hiyo yeye anahitaji mwili tu kuondoa uchovu. Mpango wa kucheza kuna vitu vingi vinafanana. Na hata hizo siku kama kuna kitu mwalimu anacho kipya anaweza kujaribu kumpa na kikatosha. Kwa hiyo kwangu sioni hizo siku kama zina deal. Kwa safi tu, hakuna kisingizio. Sioni kama kuna kisingizio. Umesema Dube? Umesema kwamba kuna Dube wako watatu. Dube, Ekua, Pacome hayupo. Kuna nani katajwa hapo watatu? Sawa, hata Ekue pia. Mara nyingi inatosha pia. Ama ukuta wenzake hapo kwenye session, yeye anakuja anacheza mechi zake second half, ana improve taratibu. Kikubwa watahitaji siku za kutoa uchovu tu. Basi. Lakini masuala ya mbinu wote walikuwa na kocha mpya, huyu anajua kocha anachokitaka.
siku 3 zinatosha. Mnolela unasemaje, zinatosha ili tuondoke ama zitoshi tuweke mada? Zinatosha kabisa, nyingi sana. Zinatosha Sawa. Sasa kama zinatosha hizo siku 3 kwa ajili ya kikosi cha Yanga kufanya maandalizi ya kuwaua FAR Rabat, na kwenye kundi hili kuna Waarabu 3, Yanga anabaki kuwa peke yake Mbantu. Sasa wao wanasemaje Yanga Afrika kuhusiana na kile ambacho kinasemwa ni wasindikizaji tu kwenye kundi hili, kwa sababu Waarabu watagawana nafasi 2 za juu? Ali Shabani Kamwe unasemaje? Hao Waarabu 3 uliowataja, hao 3 watajichagua wao mmoja wa kwenda na sisi kwenye hatua robo finali. Si watanii, we are more than serious safari hii kwenye Champions League. Watajichagua kama ni kutoka Morocco, kutoka Algeria, kutoka Misri, kama wataweka kikao wao, lakini nafasi moja ambayo Yanga tunaipambania, hiyo nafasi hatuwezi kuidondosha. Haya, inawezekana Salum Ali Mnolela, kauli ya Ali Shabani Kamwe ikawa na uhalisia kwa kila ambacho tunaenda kukitazama, kwamba wale Waarabu wote wanaowatazama kwenye kundi la Yanga watachagua na wao yupi ambatane na Yanga Afrika, kama si Ahli yupo basi ni FAR Rabat. Yupo sahihi kabisa. Lazima cha kwanza unapokuwa wewe kiongozi wa timu, lazima uoneshe matumaini, uoneshe moyo. Yani hata washabiki unavokuja mbele unaongea kauli za kishujaa, hata mshabiki ule ambaye labda ana wasiwasi na yeye anapata nguvu, akiamini kabisa kwamba sisi tunaweza, kumbe tunaweza kuvuka. Na mimi binafsi naamini hivyo, kwamba Young Africa wana nafasi kubwa tu ya kuweza kuqualify. Unajua yote maneno yanakuja kwa sababu tu ya wale watu ambao walikuwa kwenye pot 3 na pot 4 ni Waarabu. Maelewa na fomu ya FAR Rabat sasa hivi kwenye ligi yao. Hiko ndo kitu ambacho watu wengi wanatishika. Lakini ukiangalia hata kwenye mizani na the way ambavyo wamepanga group, unaona kabisa zile timu 8 bora Afrika Yanga yupo. Umeelewa? Kwa sababu kulikuwa kuna timu 4 bora zikawa poti 1, ndio zikaja timu 4 bora zingine zikawa kwenye poti 2. Umeelewa? Kwa hiyo akaja poti 3 akina FAR Rabat na Kabylie 4. Kwa hiyo hata upangaji tu wa makundi unakuonesha kwamba Yanga anapewa nafasi kubwa ya kuweza kusonga mbele na Al Ahly. Kwa hiyo nampeleka pia hivyo Ahly na Yanga. Yani Young Africa mimi kwangu naona bado ana nafasi hiyo ya kuweza kufanya vizuri, na Yanga siku zote kipindi ambacho watu wanamkatia tamaa au hawamwamini ndio vipindi ambavyo amewahi kutoboa. Unakumbuka na historia sasa hiyo African Belouizdad. Unajua issue hapa kwa sababu wale wapinzani ni Waarabu wengi. Lakini ukiangalia quality ya Yanga ya misimu hii sasa hivi karibuni Yanga Afrika. Hebu nichagulie basi, jicho lako la nyama linamuona nani atambatana na Yanga, kwa sababu naamini Yanga ataenda Ahly ndo ataongozana nao. Kachero unasemaje kuhusiana na hili on paper na kwenye kinywa cha Ali Shabani Kamwe? Yanga tambatana na Mwarabu mmoja wapo, lakini mashabiki baadhi wanaamini ni Waarabu pekee 2 wataongozana kati ya Waarabu 3 kwenye kundi la Yanga. Msimu wa Yanga, kipimo kwa Yanga kipo ndani ya michezo 2 ambayo wanaenda kucheza Novemba hii ya 22 na uwanja wake wa nyumbani wa Amani dhidi ya FAR Rabat ya Morocco, na tarehe 28 wakiwa ugenini Algeria dhidi ya JS Kabylie. Hizi mechi 2 ni kipimo cha kutosha kuweza kutoa taswira Yanga ikoje kuelekea msimu wa mashindano kwenye hatua zinazofuata. Ndio FAR Rabat ni test nzuri sana, JS Kabylie ni test nzuri. Hizi mechi 2 zikiisha, Yanga itaweza kuiona imekaa mkao wa utayari au kutokuwa tayari kwa kiwango gani, kwa sababu ikitokea wafanye vizuri wanahatarisha nafasi ya kwenda robo, ikitokea wanafanya vizuri wanaweka matumaini ya kwenda robo finali. Na morali hiyo itawasaidia kwenye michezo ya ligi inayofuata, kwa sababu kwa sasa hawana mechi ngumu za kuanza sana, kwa sababu mechi ya Simba imesogezwa mbele huko ligi kuu mpaka mwezi Machi ya kwanza, afu ya pili mwezi wa 5. Kwa hizi timu ambazo ziko hapa mbele anaweza kuzicheza bila pressure. Kwa hiyo kwa mahesabu yangu naiona Yanga kwanza kunipa picha yao how far they can go kwenye hizi mechi 2. Lakini turudi kwenye swali la Mnolela kwamba unamuona nani.
Mimi hapa nilipo na nilivyoitafsiri Yanga ni timu ambayo inajitafuta bado haijaseto. Kachero tafadhali bwana. Kwa hiyo kwa timu ya namna hiyo huwezi kusema unafunga maneno imetoka au imeenda, ila ninachokuhakikishia wana mechi ngumu kabisa kwa sababu ya performance ya wapinzani. Port amezisema Salum, lakini madaraja ya ubora wa ligi na ubora wa wachezaji mmoja mmoja hizi timu tofauti. FAR baada ya msimu mpya 25-26 mashindano kuanzia mchezo wa kirafiki ambao wamecheza mitatu, ukaanza michezo ya ushindani ya CAF kwa nia makundi, michezo ya michezo yake ya ligi ya Morocco mpaka hapa tulipofika. Imecheza michezo 15 ya msimu mpya. Haijafungwa mchezo hata mmoja. Hiyo timu gani hiyo? FAR imeshinda michezo 10 na imetoa sare michezo 5. Ahli vipi? Ni unbeaten au FAR. Kwa hiyo anakuonyesha na Yanga ni mpinzani mgumu. Unaona? Yanga kafungwa juzi hapa. Au hizi mechi za kirafiki hazihesabiki, alifungwa na KMC na Silver Strikers kwenye ligi. Silver Strikers Malawi Kwenye ligi is unbeaten. Huyu ni michezo yote sasa. Twende kwa National Al-Ahly. National Al-Ahly kwa tuliweke sawa, Yanga msimu huu sio unbeaten. Kwenye mashindano yote. Kwenye mashindano yote sawa. Na timu za Bongo zinachomoa bwana, kwani zisifungwe mashindano yote. Kwa timu hizi za Bongo Singida wamefungwa ipi? Sasa si bado. JS Kabylie amecheza michezo 13. Tokea msimu mpya umeanza wa mashindano, sio? Yeye amefungwa michezo 2, amesare 2. Ana huyu michezo 8, michezo 9, michezo 8 michezo 9 ameshinda. Kafungwa 2, kasare 2. Kafungwa na Constantine mchezo wake wa mwisho wa tarehe 9, lakini amefungwa na Oram. Huyo ndio Mwananchi atachukua alama 6 huyo. Sasa JS Kabylie huyo kwenye michuano ya kimataifa hajapoteza. Kwa hiyo huyu naye anakuja anakuambia anatoa game ya ushindani. Naenda kwa National Al-Ahly. Simemuulizia au si watu wabaya kabisa hao. Kwa hiyo hamna haja kwenda au? Haina haja atakuwa zungumza jina tu. Tutabadilisha vikosi kizungumza. Kila mtu hapo anasema mimi na Ahly. Yaani kila mmoja anaanza na Ahly. Kabylie anakuambia na undugu. Haya basi kwa Al-Ahly tuifanyie hiyo samani. Tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2025 ndo mara mwisho wamefungwa na Pyramids. Tokea hapo hawajafungwa kwenye mechi 12 walizocheza, wamesare moja peke yake. Unaona performance, piga kituo. Sasa kwa hiyo performance za wapinzani zinaniambia wana uwezo wa kushindana. Anapita nani ndo kwa kuona mwana nani ili kundi. Swali ndio kwa hivyo. Mimi ukiniambia kwa status ya sasa hivi bado. Kwa sababu gani? Mechi 2 za Novemba tu. Kwa bado hujamuona. Bado kuna mechi 4 zinakuja huko. Kwa tuondoke na neno bado hujajua nani atapita lile kundi. Yaani yani wapo ambao nawapa nafasi. Nani? Mmoja wapo ni Al-Ahly. Umeona sasa wa pili? Wa pili na waacha wale watatu. Sawa. Umeelewa? Bwana imeeleweka. Bwana vipi kuhusiana na jezi sasa bwana Ali Kamwe? Muda ndo huu ndugu yangu. Sasa ni rasmi, ni watangazie mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans. Jezi mpya za Young African Sports Club kwa ajili ya michuano ya kimataifa zitazinduliwa na zitaanza kuuzwa siku ya Alhamis panapo majaliwa Mwenyezi Mungu.